Kiza kinene katikati ya safari isiyokuwa na matumaini nyikani, kwa mbali sauti ya huzuni moyoni mwao, hata wakawa na mshangao. Shujaa mpenda haki, jasiri mwongoza njia, swali likabaki kuwa, hivi ni kweli kilichotokea? Kilwa ni wilaya miongoni mwa wilaya mkoani Lindi. Ni wilaya tajiri mno yenye rasilimali lukuki, ikiwemo uwepo wa bahari kubwa ya uvuvi, ardhi yenye rutuba inayofaa kwa kilimo cha aina zote. Zaidi imekuwa ikistawisha mazao ya biashara kama vile korosho na ufuta. Kilwa ya kijani chini ya usimamizi wa kiongozi shupavu, naye si mwingine ni mkuu wa wilaya Mohamed Nyundo, rafiki na ndugu wa karibu wa aliyekuwa mwanasiasa nguli aliyewahi kuwa mbunge wa jimbo la Kilwa Kusini mwaka 2010 mpaka mwaka 2020. Selemani Saidi Bungara almaarufu Bwege ameimaliza safari yake ya maisha na kuacha maswali magumu mengi, na moja ya miongoni mwa maswali hayo, je, ni nani ataendeleza jitihada za kuisemea Kilwa? Selemani Bungara alibeba Kilwa na mikoa ya kusini mabegani kwake. Wimbo aliopenda kuimba ni Haki. Alijulikana kwa ujasiri, ukaribu na wananchi na misimamo yake ya kupinga ufisadi, uonevu na unyanyasaji, na hakukubali kushawishiwa kupindisha haki. Ameacha alama ya ujasiri na mtetezi wa haki za binadamu. Shujaa wa kweli, utakumbukwa daima. Mheshimiwa Bungara tutamkumbuka katika mambo mengi, lakini jambo kubwa ambalo Bwege tutakuwa tunamkumbuka katika struggle ya mageuzi, hususan kanda ya kusini, ni mtu ambaye ana misimamo isiyoyumba. Mheshimiwa Bwege akilisimamia jambo lake basi litakuwa. Sasa sisi kama vijana ambao bado tupo kwenye haya mapambano, ambaye tunaahidi tutaenzi ya kuyalinda yale ambayo yeye alikuwa ameasisi, kuweza kusonga mbele, kutoyumba katika mapambano. Kwa sisi ambao tulikuwa naye hasa hizi nyakati za mwisho, mara nyingi alikuwa anatusisitiza kwenye struggle ya mapambano ya vyama vya upinzani, tuweke mbali tamaa, tuweze kuwa wakweli, tuepuke unafiki, tuepuke hizi tabia za kujikweza kwa viongozi. Kama kuna jambo aliko sawa tuliseme. Ndio hiyo ndio falsafa Mheshimiwa Bungara, na yeye mbinu yake kubwa ni mbinu ya kuongea ukweli bila kuyumbisha na kuweza kutoa lile dukuduku lake la moyoni, na ametudhihirishia hiyo hata kwenye chama au jukwaa lolote. Endapo ataona chama kimepoteza sifa, kimepoteza uwezo, kimepoteza mantiki, Mheshimiwa Bungara yuko chama na achana nacho. Amefanya hivyo akiwa UMD, amefanya hivyo akiwa NCCR, amefanya hivyo akiwa CUF, na amefanya hivyo juzi wakati anaama ACT Wazalendo anahamia Chadema. Kwa sababu tu anaona jukwaa linapoteza baadhi ya vitu na integrity, anaamua kuachana nalo. Sasa hatua ambayo inafuata baada ya kufariki, maana yake Mheshimiwa Bungara alikuwa ametuunganisha na timu ambayo yeye alikuwa anafanya nayo kazi. Na kwa kifupi tu, namna ya kuuenzi msiba wake, sisi lazima tuanzie hapo kwenye hiyo operation ambayo Mheshimiwa Bwege alikuwa ameianzisha. Maana yake sisi kama chama tutakwenda kurudi tena kwenye operation ya kukijenga hiki chama kwa ajili ya kuratibu mapokezi ya kata zingine ambazo zimebaki. Na kwa bahati nzuri Mheshimiwa Heche jana tulikuwa naye, na Mheshimiwa Heche ametoa matumaini kwa watu wa Kilwa, na jambo ambalo watu wa Kilwa limewafurahisha, makamu mwenyekiti wa Chadema ameahidi kuwa mlezi wa jimbo la Kilwa Kusini. Sasa kama makamu mwenyekiti anaahidi kuwa mlezi wa jimbo la Kilwa Kusini, ikiwa kama nasaa ya kuheshimu na kuenzi mapambano ambayo ameasisi Mheshimiwa Bwege, unaweza ukaona sasa chemchemu ya mageuzi sio kusema na kwenda kupoa, bali tunakwenda kukiwasha na kuendeleza spiriti ya Mheshimiwa Bwege. Hatuna namna nyingine ya kumuenzi mpiganaji huyu zaidi ya kusonga mbele hapa ambapo yeye ameweza kutuacha. Spika wa bunge la Marekani zamani anaitwa Tip O'Neill alisema all politics is local, siasa ni mahalia. Ukienda Tarime huwezi kuzungumza kuhusu korosho, hakuna korosho kule. Utazungumza kuhusu dhahabu, utazungumza kuhusu kilimo cha ndizi na mahindi. Ukija hapa Kilwa, usipozungumza kuhusu uvuvi, kuhusu gesi, kuhusu wizi ndani ya korosho na ufuta, ueleweki. Alijua hilo na alisema siasa kulingana na mahali alipo. Huyu ni mtu wa viwango vya juu sana.
Kwa hiyo akawatuma hao vijana, akatoa gari lake katika hali ya ugonjwa hii, akachangia na fedha, wakaja kufanya operation ya kukianzisha chama. Ni kama aliona anachelewa sana. Kwa leo Mwenyezi Mungu amemuita na sisi tumekuja kumwaga. Nachotaka kusema mbele yenu, wananchi wa Kilwa, nchi hii ni ya kwetu na tuvumiliane. Mheshimiwa DC na chama chako na CCM, tuvumiliane. Watu wanapodai maji, wanapodai miundombinu, wanapokataa wasiuawe, hawamkosei yoyote, wanadai haki. Na Said Bungara alipigania haki. Watu walipopigwa risasi hapa mwaka 2017, 2018 mpaka msikitini wakakamatwa watu. Hiyo hoja tumeiendesha bungeni, akiwa anaiongoza hakuna mbunge amewahi kupigania hivyo. Nasema uongo? Hoja ya korosho, kama mnasahau, ile tunayoitwa export levy, ilipotaka kuchukuliwa kibabe, Said Bungara alichangia bungeni na akamtaka spika aje kupokea maandamano ya watu wa Lindi. Aliwapenda sana nyie watu wa Lindi, watu wa Kilwa, watu wa Kusini. Kusini ni sehemu ambayo imekuwa haijatendewa haki katika nchi. Kuna mbuga kubwa ya wanyama ya Seru. Shehe alikuwa anazungumza pale, anazungumza madini ya hatari duniani, uranium iko Seru. Mnajua mjui? Kuna gesi ya futi za ujazo trilioni 54.5. Leo Mashariki ya Kati imechafuka. DC chama chako kingekuwa kinaona vizuri, leo hii ilikuwa fursa ya sisi kutoka kwenye umaskini milele. Said Bungara aliyajua na aliyapigania. Nasema uongo? Nachowaahidi kwa niaba ya chama chetu, kwa niaba ya Mheshimiwa Lissu ambaye najua angekuwepo, angekuja hapa kumzika Bwege. Bwege alimpenda sana Lissu. Maneno ya mwisho aliyasema juzi mlimsikia. Alimwamini sana. Na Lissu yuko kwenye kuta za gereza. Nataka niwaahidi chama chetu kitapigania yale yote aliyoyaamini. Haki za watu, rasilimali za nchi yetu kutumika kubadilisha maisha yetu. Mheshimiwa Bungara hakuamini sana kwenye vyama. Aliamini kwenye dhamira ya kuwatumikia watu kupitia kwenye vyama. Na ndio maana kwenye wasifu wake tunaona alishawahi kuwa CCM, alishawahi kuwa TADEA, alishawahi kuwa TLP, alishawahi kuwa kafu, akawa ACT Wazalendo, na mwisho wa usia tunasema alielekea kwenye chama cha maendeleo, demokrasia na maendeleo, CHADEMA. Kwa hiyo yeye alikuwa haamini sana kwenye vyama, anaamini kwenye dhamira yake ya kuwatumikia. Akiona sehemu anaenda tofauti na dhamira yake, anaenda sehemu nyingine ili aweze kukamilisha kile anachokiamini. Lakini jambo la pili, makamu mwenyekiti wa ACT Wazalendo alivyokuwa anasema kwamba kuna wakati DC aliyopita alichangisha michango. Sio aliyopita, nilikuwa mimi. Wakati nafika Kilwa, mtu wa kwanza kunipokea alikuwa Mheshimiwa Bungara. Nilimtafuta kwa sababu nafahamu ikoni ya siasa kwenye mikoa hii ya kusini alikuwa ni yeye. Na wakati wote akizungumza alikuwa hazungumzi kwa dhamira yake kama Bwege, alikuwa anazungumza kwa niaba ya wananchi wote.